Matumizi makubwa kupita kiasi ya mouthwash ama maarufu kama hydrogen peroxide ni hatari kwa afya ya kinywa na meno. Nitaomba nirudie tena hapo ili kusudi unielewe taratibu sana. Nimesema matumizi makubwa ya mouthwash ama hydrogen peroxide ni hatari na yanaumiza kwa afya ya kinywa na meno. Sasa watu wengi sasa hivi imekuwa ni madaktari na wamekuwa ni wataalamu wenyewe, na watu wengi sana wanatumia sana mouthwash pasipo maelekezo ya kitaalamu au pasipo kupata ushauri wa kidaktari. Sasa mouthwash ni antibiotics ambayo hii inaua bakteria, na bahati mbaya huwa inaua bakteria wote, wazuri pamoja na wabaya. Sasa side effect inakuja kuonekana kwamba katika kila sehemu katika mwili wa mwanadamu kuna bakteria wa aina mbili. Kuna bakteria wale ambao tunasema ni normal flora ama bakteria wazuri, na bakteria ambao ni wabaya. Sasa watu wengi wakishapata ugonjwa hasa wa kutoa harufu mdomoni, wengine wakawa wanatoa tu harufu, wanapiga mswaki harufu haitoki, pasipo kujua, wao wanakimbilia kutumia mouthwash kwa sababu mouthwash inaua wale bakteria. Kwa hiyo wanapata ahueni at least kwa siku 3 mpaka 5 ama wiki 2 wakati mwingine, kwa sababu tu wanakuwa eliminate ama wameua wale bakteria kwa kutumia ile mouthwash. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba mtu akiwa anatoa harufu mbaya mdomoni kwa sababu ana caliculus ama na ugaga, akitumia mouthwash ama akitumia hizi hydrogen peroxide anaua bakteria. Akiua bakteria automatically ni kwamba ile harufu haitakuwa inatoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu kinachofanya mdomo utoe harufu ni wale bakteria kuproduce ile sulfur. Sasa wanapokuwa hawaproduce, maana yake tayari huyu mtu anakuwa free kwa siku kadhaa, lakini wanaporudi wale bakteria wanajikuta tena hali inakuwa ni vile vile. Sasa anajikuta anakuwa na matumizi ya mara kwa mara ya hii antibiotics. Sasa hii mara nyingi huwa ina athari kwa sababu inawaua hata wale bakteria wazuri ambao wakati mwingine wangekulinda. Kwa hiyo nitoe tu ushauri na nitoe rai kwamba unapopata tatizo hili utatumia tu pale ambapo daktari atakushauri. Hiyo ni moja. Lakini 2, ukipata tatizo la kutoa harufu mdomoni, fika hospitali ama fika kliniki ya meno ukapate ushauri wa kitaalamu. Yawezekana ikawa ni hizo caliculus, yawezekana ikawa ni meno yametoboka, yawezekana ikawa ni tonsils, yawezekana ikawa ni mambo mengi ambayo wakati mwingine kutumia tu hii mouthwash na nini inaweza ikaleta athari ambayo si nzuri kwako. Sasa natumai sana kwamba utakuwa umenielewa. Nimeongea taratibu sana ili wote tuweze tukaelewana. Ni vizuri kutumia hii, lakini fuata